nafsi yako ifunge kamba, iambie we nafsi koma, tubia wewe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها السادة الأعزاء، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى. Enyi ndugu watukufu, na kuhusieni katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala, wasi ambao unahitajika mwanzo kabisa kuipa nafsi yangu juu ya jambo hilo. Na katika sheria ya dini hii ambayo Mwenyezi Mungu katuletea, yoyote ambaye atakunywa udhi lake sheria hii asije akategemea yaum alqiyama kwamba atakunywa maji ambayo atapewa Nabii Muhammad huko kwenye udhi hilo. Man lam yashrab hawda shari'ati Nabii Muhammadi, yoyote ambaye hatakunywa haudhi ya sheria ya mjumba Mwenyezi Mungu hii ambayo kapewa, asije akategemea ya kwamba atakunywa maji kwenye haudhi la mtume yaum alqiyama. La yumkin, haiwezekani kabisa. Katika sura Ash-Shura tutaondokea kwenye aya nambari 15 mpaka pale ambapo Mwenyezi Mungu kwa leo atatupa taufiki kuweza kufika. Aya hii baada ya kupewa mengi Nabii Muhammadi na kupewa nasaha na Mola wake, basi alichoambiwa katika aya hii, falidhalika fad'u واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. aya hii anaambiwa Muhammadi na kwa yoyote ambaye atakuwa tayari kuingia kwenye bahari hii pevu. Bahari hii kwa hakika inakina kipevu sana, kwa sababu mtu la kusanya umbile lake katika tumbo la mamake mpaka inakuwa hakuna baina yake na kuingia peponi isipokuwa ni dhiraa moja. Lakini kwa kuwa bahari yenyewe inakina ndefu, anapiga mbizi mtu anakwenda, mwisho wa habari pengine pumzi tamushia, atakwenda na maji, na mwingine naye hivyo hivyo anakwenda katika bahari hiyo, haiwezi kabisa. Lakini mwisho wa pumzi zake Mwenyezi Mungu anakuja kumpa uwezo, sasa anaibuka. Basi kwa hakika ni bahari pevu sana. Falidhalika fad'u, kwa jambo hilo waite watu kwenda katika sheria ya Mwenyezi Mungu. Wa ila dhalika din, na kwenye dini hiyo alladhi shar'a Allahu lakum, ambayo Mwenyezi Mungu amewekea taratibu maalum za kufuatwa, asende mtu vile ambavyo anapenda yeye mwenyewe. Wa wasa bihi Nuha, na sheria hiyo katika mambo aliyopanga kamuhusia kwanza mtume alomleta ardhini wa mwanzo kabisa, Nuh alayhi salam.
wa auhahu ilaika, na jambo hili la dini, mambo aliyoyapanga kwenye sheria ameyafunua kukupa wewe. Ya Muhammadu, e Muhammad, fad'u ibadallahi, basi waite waja wa Mwenyezi Mungu wende katika mambo waliopangiwa na Mola wao katika dini. Wastaqim kama umirt, ay istaqim ala al-amali bihi, kuwa simama sawasawa, kuwa na msimamo katika kufanyia kazi. Wala tazigh anhu, wala usiachie kabisa kabisa ukenda upande mwingine. Mambo hayo, matendo hayo. Wathbut alayhi, na kuwa na msimamo thabiti, dumu katika mambo hayo. Kama amaraka Allahu, kama alivyokuamrisha Mwenyezi Mungu juu ya kudumu kwenye sheria hiyo. Wala tattabi ahwaahum, ay wala tattabi ahwa almushrikin, wala usiwe tayari kufuata kabisa kabisa mawazo, matamanio ya watu wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Wa ahlul kitabi, na watu ambao wamepewa kitabu, yani Mayahudi. Fataturuka alhanafiyya, ukaja ukaacha sasa njia iliyokuwa safi. Alhanafia, dini iliyokuwa nzuri. Allati ba'atha biha, mila ambayo au dini ambayo allati bu'itha biha, dini ambayo umetuma kwa ajili ya hiyo au mila hiyo. Fa innaha alhaq, kwa sababu hiyo ndo mila ya haki, ndiyo dini ya sawa. Wa qul amantu bima anzala Allahu, nasema nimeamini mimi yale aloteremsha Mwenyezi Mungu. Min kitabin, ay walastu kalladhina yu'minuna bi ba'di, na wala mimi sikuwa kama wale watu ambao wanaamini baadhi ya mambo kwenye sheria. Wayakfuruna bi ba'd, na wanakataa mengine. Wako katika Waislamu wanaamini baadhi ya mambo kwenye kitabu, na mengine wanakataa yale ambayo yatakuwa nakwenda sambamba na matamanio yao, wanakubali, na yale ambayo yanavuruga itikadi zao wanawachilia mbali. Wanasema hivi, sisi bana, kwa hakika bal wajadna alayhi abaana, mambo haya mengine kwa hakika tumekutana na wazazi wetu. Kadhalika yafaluna, hivyo ndivyo wanafanya na sisi. Hatuwezi kuacha. Kama uko tayari kufuatana na sisi basi, lakini mambo tena tuache mambo yetu, hapo itakuwa ni tatizo kubwa sana. Mambo na watu wayakfuruna bibad, wengine wanakataa baadhi ya sheria za dini, hawazitaki kabisa. Kama vile mtu kuacha ndevu zake, basi baadhi ya watu kwa hakika ile jambo wanalipinga sana, halipendi kabisa. Yahalquna lihahum, wanakatoa kabisa kabisa ndevu zao. Hakadha yu'minuna bibadhi, wanaamini baadhi. Wayakfuruna bibadhi, na wanakataa nyingine kabisa katika sheria dini. Mimi sikuwa kama hao. Kwa nini? Kwa sababu Allahu Rabbuna, Allah ndiye Mola wetu. Kwa hivyo siwezi kwenda upande mwingine mimi baada kuondoka hapa yakaja tena mambo mengine. Kwa nini hapa ukaacha? Kwa sababu gani? Wa umirtu li'adila bainakum, nalichoamrishwa na Mola wangu kwenu nyinyi Mayahudi na Manasara na wengine wote, niliamrishwa kwa hakika nifanye uadilifu kwenu nyinyi. Ai amarani rabbi, ameniamrisha mimi Mola wangu, an ahkuma bainakum, kutoa maamuzi, kuhukumia nyinyi kati yenu, bil adli, kwa uadilifu. Alladhi huwa khilafu al-jawri, uadilifu ambao ni tofauti kabisa na jeuri. Allahu Rabbuna, Allah ndiye Mola wetu. Wa rabbukum, na Mola wenu nyinyi. Ai khaliquna wa khaliqukum, huyo ndiye muumbaji wetu. Kwa hivyo kama ndiye muumbaji wetu alotuvumbua sisi minal adami, pamoja na kukosekana, basi hakika hapa panahitajika kabisa kuthaminiwa mno. Warazikuna, na yeye ndiye mwenye kuturuzuku sisi. Warazikukum, na ndiye ambaye anaruzuku nyinyi, mruzukuji wenu hakuna mwingine. Wa ilahuna wa ilahukum, na ndiye muabudio wetu na nyinyi pia. Lana a'maluna wa lakum a'malukum, maana ya aya hiyo, sisi tuna matendo yetu na nyinyi matendo yenu vile vile. Ai wasayujazi au wasayujaza, na takuja kulipa kullu minna, kila mmoja katika sisi, biamalihi, kwa matendo yake aliyofanya. Kullu minna sayujaza, kila mmoja katika sisi lazima alipwe.
khairan kana, ikiwa ni katika mambo ya khairi kafanya mtu basi naam, wa au sharran, au kama kafanya mtu mambo ya shari, fala yalumanna yawma idhin illa nafsahu, asije kafika pahala akalaumu illa nafsi yake ndio ya kulaumu. Allahu ya'al la hujjata bainana wa bainakum, ay kwa kuwa mambo yako hivyo hakuna tena haja, ma hunaka hajatun, hakuna shida tena, ila almuhajjati, tena kukaa vikao kujadiliana, Mola wetu hivi mnatakiwa mtoke katika ukafiri, hakuna shida hiyo. Alana, hivi sasa, baada dhuhuri alhaqi, baada kudhihiri, baada kujitokeza ukweli wa dini, kila kitu bwana kwa hakika kinajulisha kwamba dini hii ndio dini ya sawa bwana, mtu asome asisome, lakini kila kitu kwa hakika kinajulisha hivyo. walladhina yuhajjuna fillahi, na kuhusu wale ambao wanajadili kuhusu dini ya Mwenyezi Mungu au Muhammad mwenyewe au kuhusu Allah tabaraka wa taala mwenyewe, wale ambao wanajadili fi dinillahi nabiyahu Muhammadan, wale ambao wanahoji kwa nini akapewa utume Muhammad hali ya kuwa ni mnyonge yeye, na hatoki katika makabila matukufu, hatoki katika mataifa, labda pengine taifa lake ni tajiri sana, labda huyu mzee wake alikuwa ni mfalme, alikuwa raisi, alikuwa hivi, mbona kapewa yeye hali ya kuwa ni lofa kabisa, mtoto mdogo hapo alipo, yatima hapo alipo. min ba'di mastujiba lahu, ay bil iman, baada ya kukubaliwa jambo hilo la Muhammadi, lidhuhuri mu'jizatihi, kwa kujitokeza muujiza wake mkubwa sana. wa humul yahudu, nao ni Mayahudi. Hawa kwa hakika alipokuja Nabii Muhammad walihoji sana, wakasema huyu kwa hakika ilikuwa hastahiki kabisa kabisa kupewa, laula nuzila hadha alquranu, mbona kwa nini afadhali angalau ingeteremshwa Qur'an hii ala rajulin min alqaryatayn adhim, kwa mmoja katika watu vitongoji viwili, ima Walid bin Mughira au mwingine, lakini huyu ilikuwa hakuna nafasi hiyo ya kuweza kupewa. Jambo hili la dini, mtu wenyewe hapo alipo ndo kama mnavyomjua chunga mbuzi basi. Hujjatuhum dahida, hoja yao hiyo ni batil, haitambuliki kabisa inda rabbihim, mbele ya Mola wao. Wa alaihim, isitoshe si kwamba hoja yao haitakubaliwa, mambo yashamaliza, si kwamba tena mtu alifanya jambo la kibid'a au la kiuzushi katika dini kisha tena likarejesha sikubalike ikando mambo yamekwisha. Hapana, atakula ghadhabu wa alaihim ghadabu, na wao watakuwa na adhabu min rabbihim, adhabu hiyo ambayo inatoka kwa Mola wao. wa alaihim ghadabu wa lahum adhabun shadidu, watakuwa na adhabu iumizayo yauma alqiyamati, huko siku ya kiyama. Maana alayati, maana aya mbili hizi alipozungumza Allahu tabaraka wa taala, qauluhu taala falidhalika fad'u, anasema ay fa ila dhalika ad-din al-haqi, kwenye dini hiyo ya kweli, alladhi huwa al-islam, ambayo ndo Uislamu, si kwenye mawazo yake mtu, si kwenye grupu lake mtu, si kwenye vikundi vyake mtu. fa ila dhalika dini, kwenye dini hiyo alhaqi, ya ukweli kabisa, alladhi huwa alislam, ambao ni Uislamu, alladhi shara'ahu Allahu lakum wa wassa bihi Nuha, Uislamu ambao Mwenyezi Mungu amewekea taratibu nyinyi na akamuhusia Nuhu, wa auhahu ilaika, na akaufunulia akauleta kwako, akaufunulia uhai kukupa wewe. Fad'u jami'an nasi, waite watu wote kwenye dini, si kwenye makundi. Si labda pengine mtu anamwita mtu kwenye kundi lake afate vile anavyotaka yeye, aacha dini. Hapo kwa hakika Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake, fad'u jami'an nasi arabahum wa ajamahum, wa arabu wa ajami wote, fa innahu dinullahi, kwa sababu hiyo ndiyo dini ya Mwenyezi Mungu ambayo la yakbalu dinan siwahu, hakubali Mwenyezi Mungu matendo yaliyokuwa kinyume na dini, hayakubali kabisa.
wala yakmulu linsanu, wala hakamiliki binadamu fi akhlaqihi, kwenye tabia zake, akaona kwamba hukatengenea sana huyu, mambo yakana kwenda vizuri katika mambo ya kiandoa, ya kibiashara, ya kidini, hakamiliki kabisa mtu. Wa maarifihi, na hata utambuzi wake hakamiliki binadamu huyu, kwamba huyu ana maarifa, huyu ni mjuzi, hakamiliki. Wa adabihi, na adabu zake. Wala yas'adu, wala hata kuwa mwema, fi daraini, katika nyumba mbili, ad-dunya wal akhirah, duniani na akhira, illa, isipokuwa alaihi, isipokuwa labda atakuwa mwema kwa kupitia dini. Wastaqim alaihi, anaambiwa Muhammadi, na simama katika jambo hilo sawa sawa, kama amaraka rabbuka, kama alivyokuamrisha Mwenyezi Mungu Mola wako. Yatakiwa usimama kwenye jambo la dini kama alivyokuamrisha Mola wako. Akikuelekeza pahala panga safu vizuri, basi uwe tayari. Akikwambia kwamba ziachie ndevu, basi uwe tayari. Akikwambia kwamba kata maguu yako, masuruali yako yasivuko kwenye vifundo vya miguu, haya kwa hakika uwe tayari nayo. Akikwambia pako pahala na kutaka lazima usome, unijue hasa Mola wako ni nani, unatakiwa kabisa uwe tayari. Kama amaraka rabbuk, kama alivyokuamrisha Mola wako. Wa min umuri rabbina, na katika amri za Mola wetu alizotaka si tuzifanye, alikwambia fa'ala, mjua kwanza mja, annahu la ilaha, ya kwamba mambo yalivyo hakuna afai kuabudiwa illa Allahu, isipokuwa yuko anajulikana kwa jina Allahu. Wastaghfir li dhanbik, khalaf baadaye ndo fanya matendo, mtake msamaha kwa matendo yako utakayofanya, kwa maovu utakayofanya, kwa madhambi utakayokuwa nayo, basi hapo utakiwa uombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala tazid anhu, wala usiache dini hiyo. Wala taadil bihi ghairahu, wala usitake kwenda upande mwingine ukaacha dini hiyo. Wala taadil bihi, wala usiende kinyume, ghairahu, ukachagua nyingine. Fa innahu siratu, kwa sababu hiyo ndiyo njia, almustaqimu, iliyochora na Mwenyezi Mungu mwenyewe na kupitia mtume, iliyonyooka. Alladhi la yazighu anhu, njia ambayo haiwachi illa halikun, isipokuwa mtu ataangamia vibaya. Akiacha njia Mwenyezi Mungu hilo nyoka, anayomba pengine kila siku 5 marati, mara 5, ihdina sirata, hili jambo kwa hakika linaomba sana. Ukiona kwamba Mwenyezi Mungu akakutoa kwenye nyumba yako akakuleta msikitini kwa ajili ya darasa, jua kwamba lile ulikuwa unaliomba kila wakati katika mara 5 katika vipindi vitano, basi ndio ambalo Mwenyezi Mungu akakusogeza nalo. Wanaliomba kila mara, ihdina sirata almustaqima, tuongoze Mola wetu katika njia iliyonyooka. Maana yake hasa katika mambo ya kitaaluma. Sirata alladhina an'amta alayhim, njia wale ambao umeneemesha juu yao, kuwapa nini? Kuwapa neema ya dini, neema ya Uislamu, neema ya kusoma kabisa. Mtu ukoona umepewa akhiri hiyo, mshukuru Mwenyezi Mungu sana, kwa sababu wengine waliomba hilo lakini halipati kwa mujibu wa vile ambavyo Mwenyezi Mungu anajua kwa nyoyo zao. Kama alivyozungumza katika baadhi ya maneno, wa inna min ibadi, wako katika baadhi ya waja wangu, man, wanapatikana wale ambao yaturuk baba la ibadati, anahodisha mlango wa ibada, anapita penyo hii na hii kwa ajili ya kutafuta ibada, lakini faakufuhu anhu, mimi nampiga bloke, namzuilia kabisa, hawezi kufikia mlango huo. Kwa nini? Lima a'lamu fi qalbihi, kwa yale ambayo nimeyajua katika moyo wake. Kaila yadkhulahu al'ujub, nampiga bloki kwa sababu isije ikamwingia tena kujiona kwamba yeye hakuna mwingine zaidi yake alomzidi, vitu kama hivyo.
ولا يزيغ عنه إلا هالك ولا تتبع أهواء المشركين ولا وصفوات متمنيو يا watu wenye kumshirikisha Mwenyezi Mungu wala ahwaa ahli alkitabi wala wasifuate matamanio watu ambao wamepewa kitabu wa fi sarahatin wa qul fi sarahatin nazungumza wazi bana usimwogope mtu wa wuduhin na kwa wazi kabisa wakwambie nini amantu mimi bwana hakika nimeamini ma anzala Allahu min kitabi yale ambayo kateremsha Mwenyezi Mungu kwenye kitabu fala umin siwezi kabisa kuamini baadhi ya mambo tu wa akfuru baadhi na nikakataa mengine kama antum alayhi kama mlivyo nyinyi mimi siwezi hivyo. Yani ukaamini baadhi ya vitu tu ambavyo vinakwenda sambamba na matamanio yako ukawa unavienzi sana unavikubali sana, lakini vile ambavyo kidogo vinakukuna vinakuchuna nafsi yako hivi kwa hakika ukavitakataa mimi siwezi hivyo. Kama antum alayhi ma'ashara alyahudi wan nasara kama mlivyo nyinyi makundi ya mayahudi na manasara wa kullahum nawaambie wao amarani rabbi ameniamrisha mola wangu an a'dila bainakum nifanye uadilifu kati yenu fi alhukm idha tahakamtum ilayya katika maamuzi wakati mtakuja kwangu mimi mnashtaki kesi zenu amenambia kwamba nsipendelee huu wala yule nifanye uadilifu. Kama anni la ufarriqu bainakum kama nilivyo mimi kawaida yangu sitenganishe kwenu nyinyi idha a'tabirukum kwa kuwa nawazingatia nyinyi ala al-kufri katika ukafiri mimi nazingatia hivyo sitenganishi huyu wala yule. Fakullu man lam yakun ala al-islam kila ambaye hakuwa katika Uislamu alladhi kana alayhi Nuhu Uislamu ambao alikuwa nao nabii Nuhu wa Ibrahim na Ibrahim mwenyewe wa Musa wa Isa walladhi alayhi ana na wale Uislamu nilokuwa nao mimi leo wasabi na masahaba wangu alyawma leo hii fahuwa kafirun min ahli an-nar kila ambaye hatakubali hapa huyo ni kafiri tena katika motoni. walladhina yuhajjuna fillahi ay fi dinillahi wale ambao wanahoji katika dini ya Mwenyezi Mungu annabii kuhoji mtume alotuma walmu'minina na waumini pia yuriduna an yarudduhum ila batilihim malengo hasa ya kujadili. Ukiona mtu akuhoji ukiona mtu akutafuna sana huyu vipi huyu hivi basi malengo anataka akurejeshe kwenye batil alionayo. Ndio maana ukaona kwamba vijana wengi wanaondokea katika mambo ya kisunna kufuata sheria mtume sheria ya Mwenyezi Mungu kwa kupitia mwenendo wa mtume basi mara nyingi kwa hakika kila mtaa utaona kwa hakika wanapata misokosoko mikubwa sana. Wengine huona bora tuanzishe msikiti wetu bana nyumbani kwangu hakadha mambo yako hivyo. Kwa hakika watu wa sunna wanapata tabu sana mitaani hususan vijana kianza kuondokea hata kama patakuwa na wasomi kama watazama katika mambo ya kibid'a basi kwa hakika watu wa sunna wa vijana kwa hakika wanakuwa wanapata tabu sana mahala popote pale kwa sababu wanahakika kwamba sunna itakapokuja juu takhrujul bid'atu bid'a itabidi hapo iondoke wala hadirasun huku inatua huku ikiwa inatoka upepo katika sehemu za siri hakadha. Kwa hiyo wanaliogopa sana watu hilo. Hivyo ndivyo walivyo wanafik watu wa bid'a washirikina na mayahudi wote kwa hakika yuriduna ukiona kwamba kujadili makusudio yao wanataka yuri an yarduhum wawarejeshe vijana hao na watu wao waumini ila batilihim kwenye batili yao min ba'di mastujiba lirrasul baada kukubalika mtume pahala. Tazameni na thubutu mtu kabisa kufuata dini yake dini ya Mwenyezi Mungu kumfuata hasa mtume wale leo anaishi nao sasa kutaanza kutokea tafarruq bainahum tofauti kati yao.
tena tu baada stujiba lirasul, baada ya kukubalika mtume pahala, wadakhala an-nasu fi dini llahi afwajan, kijana sasa akaanza kusomesha, mtume akaanza kuwafundisha watu masahaba, na kijana akaanzisha darasa pahala, wadakhala an-nas, wakaanza sasa watu kuingia fi dini llahi, kwenye dini sasa, wakaanza kuitambua sunna sasa, afwajan, makundi kwa makundi. Hapo kwa hakika haulai hujjatuhum dahida, watu hawapingaji kwa hakika hoja yao inakuwa inavurugika sana, inda rabbihim, mbele ya Mola inavunjwa. Na hii ndio sunnatullahi, ndio mwenendo wa Mwenyezi Mungu ambao qad khalat min qablu, ushapita tangu zamani na utakwenda ila an takuma saa, walan tajida li sunnati llahi tabdila, wala mwenendo huo Mwenyezi Mungu utaukutia unataka marekebisho ya kila mwaka. Akianza kuchepukia kijana, basi lazima kama atadumu na jambo hilo atakuja kupata ushindi baadaye. Liyudhhirahu ala dini kulli, kwa sababu yeye huwa alladhi arsala rasulahu, yeye Mwenyezi Mungu ndo alomtuma mtume wake ila nasi kafa, kwa watu wote, liyudhhirahu ala dini kullihi, ili kuishindisha dini yake kuliko dini nyingine zote. Wa alaihim ghadabun min rabbihim wa lahum adhabun shadid, na watakuwa na adhabu kutoka kwa Mola wao, na adhabu ambayo ni kuumiza duniani na akhera. Hadhihi al-aya hii, walladhina yuhajjuna fillahi, aya hii nazalat fi yahudi, iliteremka kwa bwana mmoja myahudi, bil madinati, ambaye alikuwa yuko pale Madina. Nasabu anfusahum khusuman, kwa sababu waliweka katika nafsi zao ugomvi mkubwa. Kwa nani? Li ashabi rasulillahi, kwa masahaba wa mtume. Na hivi ndivyo walivyo maadui wa dini, wanakuwa na chuki kubwa sana kwa watu wa sunna, wanaogopa mkubwa kwa watu wa sunna. Yujadilunahum, wanakuwa wanawajadili. Yuriduna tashkikahum, wanataka kuwatia wasiwasi fil islam, katika dini ya Kiislamu. Wal audati bihim, na kuwataka warudi wao ila wathaniyatil jahiliyati, kwenye ibada za kuabudia masanamu za kijinga. Malengo ukoona mtu kupiga makombora, anakujadili sana, ataka kwamba uache ulicho nacho, nuru iliyokufikia ya Mwenyezi Mungu uiachilie mbali, aende kule ulikokuwa zamani kule. Wakana hadha qabla hijrati ar-rasul, na jambo hili lilipotokea lilikuwa kabla ya mtume kuondoka pale Makka ila al-Madinati, kuja zake Madina. Faradda ta'ala alayhim, Mwenyezi Mungu akawajibu kuwarejesha kauli yao. Wa askatahum, akawanyamazisha kabisa, ndimi zao kazipiga bloki, kazifunga. Bihadhihi al-aya, kwa aya hii, walladhina yuhajjuna fillahi, wale ambao wanaoji kuhusu Allah na dini yake na mtume mwenyewe naumini, min baadi mastujiba lahu, baada ya kujibiwa kukubalika mtume, hoja yao haina haja tena. Askatahum, aliyonyamazisha. Bihadhihi al-aya, kwa aya hii, mutawaida iyahum, hali ya kuahidi wao, bilghadabi waladhabi ashadidi, kupata makasiriko na adhabu iumu zao yaum alqiyama. Katika aya hizi mbili kidogo kuna maelekezo ambayo wanaelekezwa watu. Jambo la kwanza, wujubu da'wati ila al-islam, kwanza kuna ulazima katika aya kuwaita watu katika Uislamu. Baina umamil alam, kati ya mataifa yote ya kilimwengu. La najata, kwa sababu hakuna uokovu, lilbashariyati, kwa viumbe wote, illa bilislami, isipokuwa kwa Uislamu. Hapa ndipo mtu atakapookoka, hala pengine popote hawezi kuokoka. Hurmatu tibai ahali, hurmatu tibai ahli al-ahwa'i, uharamu wa kufuata matamanio ya watu wenye matamanio. Wasairi ma'ahum, na kwenda nao pamoja. Wa muwafaqatihim fi batilihim, na kuwasapoti katika batili zao. Taib,
tunakuja katika aya nyingine, Allahu alladhi anzala alkitaba bilhaqqi, Allah yeye ndiye ambaye ameteremsha kitabu kwa haki kabisa, wal mizana, na kipimo maalum, uadilifu maalum. Malengo nini? liyahiqa alhaqu, ili ipate kuthibitika ile haki yenyewe, ukweli wenyewe. Wama yudirika, na kitu gani kitakujulisha wewe Muhammadi, la'alla as-sa'ata qaribun, kwamba kiyama kitakuwa karibu. Kipi hasa, dalili gani ambayo itakufahamisha kwamba kwa dalili hii bila shaka kiyama kitakuwa karibu mno? Wama yudirika ayu shay'in yaj'aluka, ni kitu gani ambacho kitakufanya wewe tadiri, utaweza kujua qurba saati, ukaribu wa kiyama, illa an yakuna al-wahyu al-ilahi, hakuna chengine chochote kitakachokujulisha kwamba kiyama kitakuwa karibu isipokuwa wahyi wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu huwa alladhi ya'lamu al-ghaiba, yeye ndio mwenye kutambua mambo ya siri. Wama tadri inna Allaha indahu ilmu as-sa'a, kwake Allah yeye ndiye ambaye anajua elimu ya saa, hasa kiyama itatokea muda gani. Tayeb, wahyi wa Mwenyezi Mungu ndio ambao utakufahamisha dalili zake, hasa kiyama kitakuwa siku kadhaa, namna kadhaa. Basi kinyume na hivyo hakuna mwingine yote ajuae illa Allahu peke yake. Waqad akhbara Allahu nabiyahu, na Mwenyezi Mungu amekusha kumkhabarisha mtume wake alamati saa, dalili za kiyama amekusha kumkhabarisha. Ama kuhusu kutoka kwake, la ya'lamuha illa hu yastajilu biha alladhina, lakini habari kama hizi za kiyama hizi mara nyingi, au adhabu, huwa wanaziharakisha sana. Watu gani? Alladhina la yu'minuna, watu ambao hawaamini mambo ya Mwenyezi Mungu, wao mara nyingi wanakuwa katika mambo ya adhabu wanaharakisha sana. Ay yutalibu almukadhibuna, wanataka wale wapingaji biha, kupinga hicho kiyama, liannahum la yakhafuna, kwa sababu wao mara nyingi wanakuwa haogopi, ma fiha, yale yaliyomo ndani yake, liadami imanihim bihi, kwa kutokuamini kwao. Basi kwa hakika wao mara nyingi huwa wanatamani sana katika mambo ya adhabu kabisa. In kana min indika haqqun, in kana min rabbika haq, min indi rabbika haqqun, ikiwa yale ambayo yanatoka kwa Mola wako ni ya kweli, fa amtir alaina ijaratan minas sama, hebu teremshie sisi mvua ya mawe inayotoka mbinguni ya adhabu kabisa. Kama kweli hasa unaolotambia, basi tuonyeshe kwanza, hebu kidogo tuone. Hakadha, hizo ni jeuri za watu ambao hawaamini adhabu za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. walladhina amanu mushfiquna minha, na wale ambao wameamini mara nyingi wanakuwa wao na wenye kuogopa, ai khaifuna, wao wanaogopa, wadhalika, na kilichowasababisha hasa waogope saa ya kiyama kutokea kwa nini, wadhalika liimanihim, hilo ni kwa sababu ya imani yao. Kila mtu inapopanda imani yake, basi kana inda Allahi akhwafu, anakuwa mbele ya Mwenyezi Mungu anaoga zaidi. Kila anapopanda mtu imani yake, kila inapokuwa, basi kwa hakika kana inda Allahi akhwafu, anakuwa mbele ya Mwenyezi Mungu anaoga zaidi. Lakini ukijiona unakuja hapa unainama na kuinuka, hakuna lolote, hakuna mabadiliko yote, huna hisia yote, ni kwamba bado hujaswali vizuri, bado hujamwamini Mwenyezi Mungu vizuri. Tayib, fahum la yadruna, kwa nini waumini wanakuwa wanaogopa sana kutokea kwa kiyama? Kwa sababu la yadruna, hawafahamu kabisa kabisa waumini ma yakunu lahum fiha, nini kitakachokuwa kwa upande wao kutokana na jambo la kiyama, min saadati, katika kuwa wao ndo watakuwa wema kitakapokuja.
au shaqai, au watakuwa ni waovu wao. Walidha hum mushfiquna, na kwa sababu hii wao waumini wanakuwa wanaogopa sana kabisa. Yatakapokuja mabalaa, je, Mwenyezi Mungu atawakubali wao au hatawapokea? Hili ndilo ambalo linawatisha sana, na ndio maana Mtume akakataa kabisa au kakataza hata mtu kutamani kifo, kwa sababu hajijui ma baadahu aisar, yale atakao kwenda nayo baada aliotoka nayo, atakaofikia yatakuwa ni mepesi zaidi, wa ahsanu inda Allahi, na mazuri zaidi mbele Mwenyezi Mungu, au atakuwa katika ghadhabu, hatambui kabisa mtu hilo. Huko chini kwa hakika kuna siri kubwa sana, na kiyama kitakapokuja kwa hakika kina siri zake mno. Ndio maana waumini kwa hakika walikuwa wanaogopa, ama makafiri wao huona jambo la kawaida kwa sababu hawafahamu mambo. Wayalamuna annaha alhaqu, na waumini wanajua kwamba as-saatu haqqun wajibatul itiyani la mahalatan, kwamba saa ya kiyama ni jambo la haki ambalo linakuja la wajib, hakuna kwenda kombo jambo hilo. Innal ladhina yumaruna fi saati, hakika ya wale ambao wanajadili kuhusiana na saa ya kiyama, shakina fi wuqu'ihi, wana wasiwasi kutokea kwake, la fi dalalin baidi, wako katika upotevu wa mbali mno kabisa. Allahu latifun biibadihi, Allah yeye ni mpole kwa waja wake. Yarzuku man yashau, anamruzuku amtakaye. Latifun biibadihi, yeye Mwenyezi Mungu pamoja na midhambi mikubwa inakwenda pamoja na mtu kwamba ibada zake nyonge dhaifu, pengine hazina mwenendo wa mtume mle, lakini huwa latifun biibadihi, yeye kwa hakika ni mpole sana kwa waja wake, tena wote kabisa. Barruhum wa fajiruhum, mwema wao na mwovu wao. Bidalilin annahum ya'sunahu, uthibitisho uko wapi? Dalili ipo, watu wanamuasi sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini wa huwa yarzuquhum wala yuaqibuhum, na mwenyewe Mwenyezi Mungu anawapa riziki wala hawaadhibu. Kafiri anampa riziki, na pengine ndio akampa zaidi hapa kuliko hata mtu ambaye kamwamini yeye. Man kana yuridu hartha al-akhirah, yule ambaye anataka biamalihi, kwa tendo lake ambalo anazifanya, thawab al-akhirati, malipo akhira, basi nazid lahu fi harthihi, sitamzidishia katika thawabu zake za mema, al-hasanatu bi'ashri amthaliha, moja tampa kwa 10. Yule ambaye amefanya mtu jambo la kheri, lakini malengo anakusudia kupata thawabu mbele ya Mwenyezi Mungu, basi nazid lahu fi harthihi, katika tendo lake hilo tutamuongezea zaidi, alhasanatu bi'ashri amthaliha wa akthar, na tutampa moja kwa 10 na kumuongezea mengi zaidi. Waman kana yuridu hartha ad-dunya, na yule ambaye atakusudia kwa tendo lake ambalo atalifanya, ima la ibada yoyote, kama kutoa sadaka, kama funga ya kitu gani, kajenga madrasa pahala, kwa hakika lakini anataka atajwe sana. Pengine mtu kapeleka kijigari pahala akakiandika jina hasa kwamba hichi ni cha mbunge hichi, yuridu bi'amalihi mataa alhayati dunya, mlengo nini? Apate kusifiwa, mbunge fulani bana katoa gari, hakuna tatizo. Basi huyo mtu kwa hakika atalipa nu'tihi minha, tutampa katika dunia hiyo baadhi tu, sio yote. Atapata sifa baadhi ya wakati, atasema sana, atasema vizuri, lakini kesho atoka madarakani hana laki jambo. Wama lahu fil akhirati min nasibi, huwa asikategemea kwamba labda pengine mbele ya Mwenyezi Mungu atakuwa na fungu lolote, hana kabisa, ameanguka patupu.
ay nu'tihi minha ma qudira lahu, tutampa mtu akitaka sifiwe atapata sifa, lakini zile ambazo Mwenyezi Mungu kazikadiria huyu atasifiwa kwa siku kadhaa, kisha mambo yamekwisha. Walaysa lahu fil akhirati min hadhi, akifufuliwa na Mwenyezi Mungu hana hadhi yoyote kabisa, hana lake jambo, wala nasibu, wala hana fungu, hana hadhi kwamba huyu ni katika waja Mwenyezi Mungu aliyokuwa wa kheri, wala hana fungu la kupata yeye thawabu, hana kabisa. Am lahum shurakau shara'u lahum min ad-dini, ay bal lahum shurakau, hapana, lakini hawa washirikina hawa na mubtadi'in, watu wazushi na makafiri wote, wao lahum shurakau, wana washirika wao, min ash-shayatin, katika mashaitani. Shara'u lahum min ad-dini, waliowekea taratibu katika dini. Sisi bana, hapa umekuja unataka kufanya biashara, lakini tutakupangia mambo, utakwenda kwenye ibada, utaabudia, utaswali, lakini hapo unahakikisha kila mwezi lazima, ili biashara yako ifanikiwe, hii uende upige hatua, basi kila mwezi hapa uje na mnyama fulani, tena awe na rangi fulani, na mtu yuko tayari hivyo. Shara'u lahum, wanawekea taratibu kabisa mashaitani, mina dini, ya kimatendo, ma lam ya'dhan bihi Allahu, matendo ambayo lam yashra'uhu Allahu ta'ala, hakuwekea sheria Mwenyezi Mungu, wa huwa shirku, nao ni ushirikina. Matendo wenyewe kwa hakika hapa ni ushirikina, anapangiwa kabisa mtu na shetani wake ambaye anamwabudia. Hapa sisi bana, kwa kila mwezi ufanye kitu fulani hapa, na ukisema kwamba mtoto wako mpeleke pala fulani, utaangamia kabisa kabisa. Ukisema kwamba usifanye maulidi hapa, mtaa utakuwa na gharika kubwa sana, utaangamia sana mtaa, watoto watakufa ovyo, hakadha mambo yanakwenda kama hivyo. Walaula kalimatul fasli, na lau kama sitamko la upambanuzi ambalo Mwenyezi Mungu akakadiria, laqudiya bainahum, wangali futilio mbali. Ay walaula kalimatul fasli allati, lau kama seneno la upambanuzi ambalo hakama Allahu biha, alhukumu Mwenyezi Mungu tangu na tangu, bitaakhiri aladhabi, kwa kuwacheleshwa wao adhabu, ila yaumil qiyamati, mpaka siku ya kiyama, la ahlakahum alyawma, Mwenyezi Mungu angali waangamiza leo hii ala shirkihim, juu ya ushirikina wao Mwenyezi Mungu angamiza mbali. Wa anja almu'minina, na kaokoa waumini wote pale popote walipo, lakini ndo mwenyewe kaamua hivyo. Akharahum ila yaum alqiyamati, amewacheleshia Mwenyezi Mungu mpaka hiyo siku ya kuja kuonana na wao. Maana ya aya kiujumla katika aya hizi, alipotamka Mola wetu mtukufu, Allahu alladhi nazzala alkitaba bilhaqqi walmizan, yukhbiru ta'ala rasulahu, anampa habari Mwenyezi Mungu mtume wake, walmu'minina, na waumini wote kwa hakika, bi annahu, kwamba yeye Mwenyezi Mungu huwa alladhi anzala alkitaba, ndi ambaye kateremsha kitabu. Fa in yukadhibuka, kama watakupinga hawa unawakumbusha Muhammadi na atakemfuata Muhammadi, fa'lam, jua kwamba annama yattabi'una ahwaahum, wao watu bana wanafuata matamanio yao, wanafuata matamanio yao. Fa innahum lam yukadhibuka, hawakupingi wewe hivyo. Unapomkumbusha mtu jambo la kheri, wacha hili nafanya hili, basi kwa hakika hakupingi wewe. Walakinna adh-dhalimina, lakini madhalimu wote, biayati llahi, aya za Mwenyezi Mungu wao, yajhaduna, wanazipinga wao. Hawakupingi wewe, wanapinga zile aya. Sasa analiwaza Nabii Muhammadi asiwe na wasiwasi, bi anna Allaha huwa alladhi anzala alkitaba, kwamba yeye Mwenyezi Mungu ndo aloteremsha kitabu, makombora atatu wa yeye.
ay alqur'ana bilhaqi, ambayo ni Qur'ani hiyo kwa haki kabisa, wasidiki, na ukweli mtupu uliomo, wa anzala almizana, na akateremsha Mwenyezi Mungu almizan, na mizani iliyokusudiwa hapa ni aladlu, ni uadilifu. Na pia huenda ikatumiwa mizan kuwa ni ala allati yuzanu biha, ni chombo ambacho kinapimiwa vitu, kama ilivyokuja katika baadhi ya aya aliposema wa anzala ma'ahum alkitaba walmizana, akateremsha Mwenyezi Mungu pamoja na manabii, kuwapa manabii kitabu, walmizan, uadilifu, mizani maalum, liyakuma nasu bilqisti, na ili wasimamie watu kwa uadilifu, kupima mambo yao. Na inzali hii maana yake ni ile manabii kupewa ilham na kuweka mizani ya uadilifu. Wadhalika min ajli ihqaqi alhaqi, ameweka Mwenyezi Mungu jambo hilo la kitabu na mezani kwa ajili ya kuthibitisha ukweli, fil ardhi, hapa ardhini, wa ibtali albatil fiha, na kuondoa batili yote katika ardhi hii. Fala yu'badu, ifikie wakati asiabudiwe mwingine illa Allah, isipokuwa Allah yeye peke yake. Wala yuhkamu, na wala pasitolewa hukumu illa shar'u Allah, isipokuwa kwenye sheria Mwenyezi Mungu ndio yatoke maamuzi. Wa fi dhalika, na katika jambo hilo la kutokuabudiwa yoyote mwingine illa Allah, na pasitolewa hukumu illa kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu, hapo kamalul insaniya, ndipo yenye ukamilifu wa binadamu. Wa sa'adatuhu, wa qawluhu ta'ala wama yudrika la'alla as-sa'ata qarib, ayu shay'in, ni kitu gani hicho ambacho yaj'aluka, kitakufanya wewe tadiri qurba saati, utaweza kufahamu kukaribia kwa kiyama. Kitu gani? Hakuna chingine isipokuwa innahu alwahyul ilahiyu, kitakacho kujulisha kwamba kiyama kiko karibu, wahai wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la ghaira, hakuna chingine. Huu ndio utakao kufahamisha kiyama kwa hakika. Ukiona dalili fulani, kiyama kitakuwa kiko karibu. Idha ra'aita an-nasa huffatan urah, utakapoanza kuona watu wako uchi wanatembea miguu peku, basi kwa hakika jua kwamba dalili tayari. Idha ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, ukianza kuona watu wanajigubika katika dini ya Mwenyezi Mungu makundi kwa makundi, jua alama tayari. Utakapoona kwamba wanawake kaasnimatil bukhti, vita vyao kama mijinundu ya ngamia, jua kwamba alama tayari. Ukiona kwamba amwalu annasi duwalan, mali za watu sasa imekuwa ni kinyang'anyiro cha watu, cha wakubwa, kila mkubwa ataka kwamba apate mali masikini, jua kwamba alama tayari. Ukiona kwamba waladatil amatu rabbataha, mwanamke mjakazi kabisa kazaa mtoto anakuwa ndo bwana, jua alama ndo tayari hiyo. Idha ra'aita an-nasa yatatawaluna fil bunyan, utakapoanza kuona watu wanashindana katika majumba, jua kwamba alama hiyo ya kiyama hiyo. Utakapoanza kuwaona la yu'rafu al-islam illa rasmu, haujulikana Uislamu kabisa illa mitoro yake, jua kwamba ni alama tayari. Wa idha ra'aita al-Qur'ana hujra, utakapoona kwamba Qur'ani imehama kabisa kabisa, la yu'rafu illa hurufuhu, haijulikana isipokuwa zile harufu zake, wa shaklu kalimati, na picha maneno, jua kwamba alama tayari. Wa qad hana al-waqtu, na wakati ndo tunaishi nao kabisa. Hakuna kitakacho kufahamisha qurba saati, ukaribu wa kiyama, illa wahyul ilahi, isipokuwa wahyi wa Mwenyezi Mungu, illa alwahyu alilahi, isipokuwa wahyi wa Mwenyezi Mungu, la ghair, hakuna kingine. Na hichi ndicho ambacho kinatufafanulia bwana. Wahyi wa Mwenyezi Mungu ndio ambao unatujulisha alama, dalili zote kwa hakika za kiyama, na ndo zimekushafika. Sasa hivi watu washindana katika majengo, anakwenda kabisa mtu kuangalia nyumba ya mwenziwe, yeye imekaa namna fulani, basi na yeye shindana kabisa na mwenziwe. Hakadha
yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha, ay alladhina la yu'minuna, wale ambao hawakubali mambo haya, hawaamini bilba'thi, haamini jambo la kufufuliwa, wal jazai, na kulipa, fihi, katika jambo hilo, humul ladhina yutalibuna, wao ndo wenye kutaka sasa biitiyaniha, kuletwa kiyama hicho, fi ghairi waqtiha, pasina wakati wake kufika, wayastajiluna ar-rasula, na wanamtaka haraka kabisa mtume, biha, kuhusu kiyama hicho, biqaulihim, kwa tamko lao kumwambia, mata as-saa, haya lini, mbona lini sasa, mwatambia kiyama lini, tuletee basi. Kaannahum yawma raunaha, kama kwamba wao siku watakaokiona sasa dalili zake, nafsu allati lam takun amanat min qablu, nafsi ya mtu ambaye haikuwa yenye kuamini kabla kutokea alama hizo, basi itaanza kuamini sasa. Lakini wapi? Kaannahum lam yalbathu illa sa'atan min hari, watakapoanza kuona mashambulizi ya kiyama sasa, watahisi kama kwamba wao hakukaa isipokuwa saa moja katika mchana. Tayib, siku zote kwa hakika watu wasiotambua sheria ya Mwenyezi Mungu, wao mara nyingi wanakuwa hawaogopi kabisa ghadhabu za Mwenyezi Mungu mpaka zitokee. Lakini wale ambao wanasoma dini ya Mwenyezi Mungu, wanafuatilia, wao ndio ambao mara nyingi wanakuwa wanaoga sana mbele ya Mola wao. Fa innahum mushfiqun, wao mara nyingi wanakuwa ni wenye uoga mkubwa, min wuku'iha, kutokea jambo hilo la kiyama, liannahum, kwa sababu wao, la yaduruna, hawatambui kabisa, masirahum fiha, mashukio wao na mafikio wao katika kiyama hicho watafikia katika nukta gani. Wala ya'lamun, na wala hatambui, ma hum sairuna ilayhi, wapi watafika, min saadatin, watafika kwenye wema, au shaqain, au watafika kwenye ubaya. Wa ya'lamuna annaha alhaq, ay wal mu'minuna, na waamini siku zote, ya'lamuna anna as-sa'ata, wanajua kwamba jambo la kiyama, haqqun wajibatun, haki ambayo ni wajibu, wuku'iha, kutokea kwake, liyahkum Allahu fiha, ile Mwenyezi Mungu kuwahukumu watu kwenye kiyama hicho, baina ibadihi, kutoa maamuzi kati ya waja wake, wa yujazi kulla wahidin, na atamlipa kila mmoja, biamalihi, kwa matendo yake aliyofanya, wa yaktasu fiha, na atalipa kisasi kwenye kiyama hicho, min almadhlumi, kutoka kwa mtu ambaye kalodhumiwa. Falidha hiya waqi'atun hatman, basi jambo hilo kwa hakika ni lenye kutokea moja kwa moja, la tatakhallafu abadan, halitokwenda kinyume kabisa jambo hilo hata siku moja. Wa qawluhu ta'ala, ala innal ladhina yumaruna fi as-sa'a la fi dalalin ba'idi, yukhbiru ta'ala muakkidan, anasimlia hapa Mwenyezi Mungu aliyakutia mkazo al-khabara, khabari ifuatayo, bi anna alladhina yashukuna fi saa, wale ambao wanakuwa na wasiwasi katika jambo, yushakikuna fi saati, wanakuwa na wasiwasi katika jambo la kiyama, wayujadiluna fi sihhati wuqu'iha, na wanahoji katika usahihi wa kutokea kwake jambo hilo. Fi dalali, ama hao kwa hakika wako katika upotevu, anil huda, wameachana na uongofu, wasawabi warushdi, na usawa na uongofu kabisa. Baidu, upotevu ule kwa mbali, la yurja lahum ma'ahu al-audatu, hapatarajiwi kwa watu wa namna kama hii kurejea siku moja wapo katika kheri, hapatarajii kwa watu wa namna kama hii kurejea siku moja wapo katika sheria ya Mwenyezi Mungu, wal huda, na kurejea kwenye uongofu. Fi hadhihi almas'ala, katika mas'ala kama haya, min masail alaqidati, kwa sababu ni katika mas'ala ya kiitikadi. Akiwa mtu kwenye nafasi kama hii, hatarajii kwamba labda kuna siku atarejea kwa Mwenyezi Mungu kwenye sheria yake,
aliposema yeye latifun biibadihi, ay yukhbiru ta'ala huna, anasimulia Mwenyezi Mungu hapa biannahu dhu lutfin biibadihi, kwamba yeye ni mwenye upole mkubwa sana kwa waja wake. Mu'minuhum wa kafiruhum, muumini wao na kafiri wao. Barruhum wa fajiruhum, mema wao na mwovu wao. Yakfuru bil kafiruna, wanamkataa wengi katika makafiri. Wa yaasihi al-asuna, na anamuasi wenye kumuasi yeye na kumpelekea makombora makubwa. Wa huwa, lakini pamoja na hayo yote, kutokana na upole kule kwa nao, yut'imuhum, anawalisha wao. Yakfuruhu al-kafiruna, wanamkataa wengi katika binadamu. Wayaasuna al-asuna, na wanamuasi wengi katika binadamu. Wa huwa, lakini pamoja na yoyote, yut'imuhum, anawalisha wao. Wayaskihim, na anawanyesha na wapa maji. Wayafu anhum, na anawaachilia katika mambo yao. Anasameh, wala yuhlikuhum bidhunubihim, wala hawaangamizi wao kwa madhambi yao makubwa kama hayo. Wa hadha min dalaili, na hii inaonyesha wazi ni katika dalili lutfihi bihim, dalili za upole wake kwa wao. Yarzuqu man yasha, ndo utaona duniani bana anampa riziki amtakaye. Yuwassi'u arrizqa ala man yasha'u, anaiongezea riziki kwa amtakaye. Wayaqdiru ala man yasha'u, na anaibinya kwa amtakaye. Hasba ma taqtadihi tarbiyatuhum, kwa namna ya ulezi wake Mwenyezi Mungu anavyoamua kuwalea wao. Fala yadullu alghina, haionyeshi kabisa, haijulishi au tajiri ala ridha, kwamba ndo mtu karidhiwa sana kwa kuwa ni tajiri. Haijulishi kwamba labda huyu mtu ana majipesa mengi ndo anapenda sana huyu na Mwenyezi Mungu, haijulishi hivyo. Wala alfaqru, wala haijulishi unyonge. Ala sakhti, kwamba yeye mtu kachukiwa sana na Mwenyezi Mungu, haijulishi hivyo kabisa. Wa huwa ta'ala al-qawiyyu al-qadiru, naye Mwenyezi Mungu aliye mtukufu ni mwenye kuweza. Alladhi la yu'jizuhu shay'u, ambaye hakimshindi chochote. Fi intiqamihi, katika kulipa kisasi na kuangamiza. Mimman arada al-intiqama minhu, katika wale ambao kawatakia Mwenyezi Mungu kuangamiza, hakimshindi kitu, anaachia tu kwa sababu ya upole wake aliokuwa nao. Wasije kasema kwamba mbona tunafanya hili na lili na ile, lakini mbona hatuteswi, hatuadhibiwi. Hilo kwa hakika asije kajitapa mtu sana kabisa, hususan aliye mu'min kawaida yake akiteleza kidogo tu, basi Mwenyezi Mungu anamtandika mkwaju, hata kama mdogo. Akiteleza tu, kama mtu ana imani ikiongezeka kidogo tu, basi akiteleza pahala lazima, kama mtu atakuwa anjipeleleza, basi atajua tu kwamba hapa mmetandikwa mkwaju. Tayib, kwa darasa letu yetu hapa tutakuja kuondokea katika darasa ijayo. Tara dhalimina mushfiqina mimma kasabu, siku hiyo kwa hakika kitakapotokea kiyama utawaona madhalim wanaogopa sana kutokana na yale ambayo wameachuma. Wa huwa waqi'un bihim, na hilo wanaloogopa lazima yakutane nalo. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.